A very good evening, our viewer. Welcome to Against All Odds. I'm your host, Purity Gavoni. I hope you're doing okay. Manze say at least God may come through. Church zimefunguliwa. But remember, if the pandemic is still there, so we still have to follow what we've been told. And take care. Only go out when it is necessary. Wear a mask, keep social distance, sanitize, and God will see us through. We've come this far, na ni Mungu ametufikisha. Karibu sana Against All Odds. If it is your first time, feel at home. This is where we inspire you through people's testimonies. Yes, all for His glory. And unaweza tupata pale mtandaoni, Facebook, Instagram, Twitter, zote ni Nuru TV Kenya, and Against All Odds. Instagram Against All Odds 254, Facebook Against All Odds Nuru TV. Karibu sana. And today we have an amazing guest. She's a mother, she is a wife. Amepitia so much manze. God pale ametoa mom ni Mungu tu anajua. Karibu sana mom. Asante sana. Yes, tuanze na majina yako. Yeah. What you do, your introduction briefly. Kwa majina naitwa Ann Wairimo Moora. Moora alikuwa hapa katika Maximum Miracle Center. Hiyo ilikuwa meza yangu na yeye, kwa maana dadi na mam walituandalia. Kwa maana kama sio wao hakika hatungepatana. Na ni vile tu walituandalia meza, tukaambiwa vijana endeni Powerhouse. Huko Powerhouse kulitoka Power Couple ya Moora na Ann. Na sisi tumefika hapa. Amen. So mom unafanyanga nini? Kwa hivi sasa niko nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi, lakini wakati nilipata accident, sasa mimi niko nyumbani tu, saizi nikuimba naimba tu. Amen. Unaniambia uko na testimony ambayo unajua inaweza jenga mtu nyumbani. Yes, unaweza tuambia testimony yako? Hiyo testimony yangu ya kwanza ni kukosa watoto. Ya pili ni kukosa macho. Kwa hivyo nianze na watoto. Sisi tulioana na Moora ambaye anajulikana sana Maximum Miracle Center. Alikuwa anachukua video, na baada ya hao tuenda tukafanya harusi nzuri sana. Nakumbuka kitu ya kwanza dad diari tu announce tukio wa kwanza Ruaraka. Haku announce yeye harusi, lakini hatujui ilienda aje ikakonfusika, wakachelewa kidogo. Na ni lazima ige announce juu ilikuwa the third time. Kwa hivyo dad ndiye alienda aka-announce na akasema tuna vijana wawili hapa wanataka kufanya harusi. Saturday inakuja. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa yale kwenye kote dadi ametutoa mpaka mahali tumefika. Sasa nikaenda tukaingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba kama bibi na bwana, mkifanya harusi si ni lazima mngoje watoto. Na matunda ya mapenzi yenu. Ni kweli. Tumekaa 5 years down the line. Lakini Mungu alikuja. Na kuambia wewe mwenye unajiangalia, mimi unatuona hapo tu unatuwatch. Kitu ya maana tu naweza kukuambia, mtumainie Mungu. Amen. Ngojea Mungu. Usibabaike, usifikirie ati ukiambia na watu hapo nje ati watakusaidia. Enda tu kwa maombi, piga magoti na ukue na imani. Kwa hivi sasa Mungu amenipa watoto wawili. Naye ni faith na grace. Amen. Na ni baada ya kukaa sana, unaambiwa unaenda kwa gyno, unaambiwa hakuna matumaini, mishipa yako ni miebaba sana, hautapata. Na nakwambia nilienda for 7 gynecology. Oh no. 7. Na unaona ni hospitali different. Unasema labda huyu hakuwa anajua, hebu tu kama mashinda zifanyi kazi. Uende kwa huyu mwingine. Unaenda kwa second, unaenda kwa third, unaenda mpaka kwa fourth, na kwambia up to 7. Na hiyo nasema tu ni 7 ya Mungu juu, namba 7 ni kupumzika. Hapo Mungu akasema the 7 gyno, na mimi nitapumzikia hapo. Amen. Kitu ingine naona nilifanya harusi date 5 tarehe 5. Sasa unaona hiyo ni grace, ni 5. Kwa hivyo Mungu alinipea double. Kuna kitu nitaweza kubuka pastor wetu Mwiro. Wakati tulikuwa pale Odeon, akaniombea.
akaniambia nataka ile mlango ulikujia. Nakumbuka niliingilia mlango ya kwanza. So aliniambia baada ya maombi aliniambia kwa sababu nimekuombea usitokee ile mlango uliingilia. Ni Mungu amesema utokee mlango ingine. Na ninaona utapata double portion. Amen. So hiyo ndio nasemanga Mungu aliniambia nimeingia na hii mara ya kwanza. Hii nikatokea. Faith alikujia hii, Grace akakujia. Kwa hivyo hiyo double portion aliniambia tu nitapata watoto. Na hakika nimepata. Kwa hivyo wewe mwenyewe unanijiangalilia tu pale. Amen. Kama hauna imani, ningetaka tu uzidi kuongezea imani na kuomba Mungu kabisa ukuwe na faith ya Mungu ya kwamba atakubariki. Amen. Na atakutendea mema. Amen. Kwa hivyo usibabaike, usione kama umeachwa, hata kama umeoleka pale hauna watoto, ngojea Mungu. Ngojea Mungu. Usiende kwa waganga. Juu siku hizi waganga nao wanataka tu kukuharibia maisha. Na nakwambia kitu cha maana sana ni kugojea Mungu aliye juu mbinguni, aliyekuumba ndiye tu anakujua wewe. Usibabaike na kuachwa na watu, kusengenywa na watu, kuchekelewa na watu, hiyo ni ya muda tu. Lakini kwa Mungu kila kitu iko. So mama, ulikaa miaka ngapi before upate watoto? Nilikaa miaka 5. Kwa hivyo ndio maana nakwambia nilikaa miaka 5, nilifanya harusi tarehe 5, nilifanya mwezi wa 5. Alafu ndio niende niambiwe niko na mimba. Nilienda nikakuta wamama 5 ambao na wao hawakuwa wanapata watoto. Wow. Kwa ile hosi ya Kijabi. Kwenda pale sasa tukaenda tukaambiwa tutapimwa. Imagine mimi tu nilipata niko positive au wengine negative. Kama tu vyenye nilikuwa naenda hapo mbeleni naenda kwa hosi. Naambiwa hakuna matumaini. Ninakaa miezi 2. Purity najua tu vyenye nakwambia labda unaelewa. Unaenda unakaa miezi 2 bila kupata monthly period. Sasa ukienda kupimwa unafikiria sababu sasa mko na bwana labda umepata mimba. Ukienda kupimwa negative. So hiyo siku yenye nilipimwa nikapatikana niko na mimba. Aisoya nililia, hebu nikwambie. Sio machozi ya furaha. Ni machozi ya furaha. Amen. Na kuona haki kuna Mungu ambaye nimemtumainia, ambaye nimefanya kazi, nimemngojea na hakika hajanifanya nikuwe na aibu. Kweli alikuja wakati wake. Kwa hivyo kugojea Mungu hakuna hasara. Afadhali kugojea Mungu. Na kulikuwa na before sasa muujiza ufanyike upate watoto. Kulikuwa na pressure kutoka nyumbani. Nyingi sana. Sio hata nyumbani, mpaka kwa marafiki. Juu unaona labda saa zingine mko na chama. Unaona ukiwa umeoleka, unashikana na mama wenzako ama familia. Yaani unaona ukishikana ukienda mahali tuseme ni congregation niko. Unasikia watu wanaanza kukusengenya ama wanaanza kukuchekelea. Wanaongea mbele yako indirect. Wewe mwingine anasema hapo, jana watoto wangu walikuwa wanafanya hivi, walikuwa wanacheka, walikuwa wanasoma, wananiambia mimi nataka uniwekee kipindi ya hii. Sasa ni wewe tu unalenga lengo hapo. Lakini kitu moja nilifanya, kumlilia Mungu tu. Ndio jambo la kawaida. Ndio jambo tu la kumtumainia tu Mungu. Hakuna kitu kingine. Ngojea tu Mungu, anakuja wakati wake. Amen. Mom, that is so encouraging. True. Na vile ulipata watoto, kuna changamoto maybe ulipata kuwalea na nini, ama yote ilikuwa tu inaenda nywe? Okay, hata hiyo haikuwa nywe. Unaona sasa wakati nimepata faith, hiyo ilikuwa kitu ya kufurahisha sana. Hebu nikwambie kwanza nirudi nyuma ya Purity. Wakati nilienda hosi, si unaona sasa naenda kujifungua. Tukiwa na madaktari wananipima. Kuna mshipi wanaekanga mtu hapa ya kuangalia unawekwa kwa tumbo ndio uangalie heartbeat ya mtoto. Sasa naenda kujifungua. So ilienda heartbeat ilikuwa napiga na nguvu sana tu unaona vyenye heartbeat inaendaga. So ikafika wakati nimestruggle sana, labor pain that is. Nimestruggle kabisa. Mpaka madaktari wakaanza. Sasa unaona unazungukwa, sasa hizo nilikuwa naona vizuri. Unazungukwa mpaka na madaktari. So wanasema, sasa
chenye utafanya, si tunaona twende tukufanye operation, manake tunaona huyo mtoto amekufia kwa tumbo. Nikawaambia, nyinyi mnasema nini? Sasa ni usiku. Manake bwanangu Mwaura alikuwa amenipeleka mchana. So labor pain nikadungwa shindano, nakumbukanga nilidungwa shindano ya kuongezewa uchungu. So kungojea. So uchungu sijui ilipita kiasi ama mtoto na yeye ni kuchoka, alichoka sana kwa tumbo. So heartbeat ikaanza kufifia. Inaenda nini? Chini, haisikiki. Mpaka madaktari sasa wakaona hapa ni emergency. Wakaniambia sasa hata hatutagojea bwanako akuje atie saini. Sasa ni wewe utatia peke yako juu ni usiku. Uende tukupeleke, lakini ni wewe tunaenda kutoa kwa theater, tunaenda kukusaidia ndio tukusave. Sababu mtoto amekufia wapi? Kwa tumbo. Na hiyo niliwaambia kwa nguvu. Mimi niko na imani moja. Siwezi kaa hiyo miaka 5. Alafu mkuje saa zile tunaenda kupata muujiza, ninauona ndio uko hapa karibu, mwanze kuniambia hayuko ati imekufa. Mimi muujiza wangu niko na imani nitaupata. Amen. Nikawaambia kitu moja, nikipata mtoto akuwe ni msichana, mumuite Faith, that is imani. Na kama ni kijana, mumuite Emmanuel. Hivyo ndivyo niliwaambia. So wakati tulienda theater, unaona mpaka utayarishwa, ni matayarisho sasa unapelekwa theater. Kuenda pale, sasa kuwekwa pale nikatayarishwa haraka. Juu ni kweli ilikuwa tu ni emergency. Madaktari wakakuja nikapasuliwa. Cha muhimu yenye siku hata wao sijui kama walijua. Ukiweka nini pale kwa theater, unawekwa kitambaa iko straight hivi. Lakini yao ikaanguka hivi. Kwa hivyo nilikuwa naona vyenye wanafanya. Na huku umewekwa machine kwa vidole ya kuangalia heartbeat yako na wewe ukiwa mama kwa vidole zote. So vyenye walipasua nikaona wametoa katoto kalia kakashaku. Nilifurahi. Sasa uone nilidungwa shindano ya kukufa kutoka na huku kwenda chini. Sasa huku ninajisikia. So nilifurahi na nataka kufanya nini? Kuamka. Singeweza kuamka. Nawaambia leteni mtoto wangu. Yaani ni furaha. Mpaka nikawaambia tu vyenye yako hata kama kana damu niwekeleni, nikaekelea mtoto wangu hapa. Tazama tu nilikuwa nimelala, nikaekelea mtoto wangu hapa. Nilifurahi sana. Madaktari wote na hawastahili wengi kuingia kwa theater room. Wote walikuwa wanapigania simu. Kujeni muone ule mama. Haki alikuwa na imani kabisa na akasema mtoto wake hata kufa. Haki mtoto hajakufa, ndio huyu sasa. Na tumemuita Faith. Na sasa ndio huyu Faith mnamuona ni mkubwa na Mungu ni mwaminifu. Baadaye akaniongezea grace. Kwa hivyo ile imani uko nayo, ukiwa na imani utaongezewa baraka zingine, neema ya Bwana. Kwa maana hiyo ni grace, imani ya Mungu na neema ya Mungu. Nenye God anakuanga na plani ya maisha kabisa, ya kila mtu. Hata our mama anashinda akisema delay is not denial. Sure. It will surely come to pass the desires of your heart. Amen, ma'am. Now what happened to your eyes? Okay. Sasa baada ya hayo, na kuna wakati umeniuliza kama nilikuwa na shida kwa kulea watoto. Huyo mtoto mdogo naye vyenye nimemzaa, shida ikakuwa ile nilifanywa operation ya Faith, nikienda kumzaa kalikuwa kametoka, alikuwa amerapture. Kwa hivyo kalikuwa kahoit kakizaliwa, hata sikuonyeshwa huyo kwanza. Huyo alitolewa tu kwa tumbo hivyo kakaenda kupanguzwa, sionyeshwe kako kahoit. So kalikuwa tu na mashida kidogo, kame pneumonia. Yani unaona hakakuwa kamefikisha, alikuwa na 8 months, hakufikisha exactly 9 months. Lakini saa hizi ukimuona ni msichana mwenye Mungu atampeleka mbali. Kwa hivyo naona watoto wangu ni wa miracle, ni wa Jesus, na wanaenea, watakuwa watoto wazuri. Na nawaombea Mungu, I cover them with the blood of Jesus. When they go and they come back. In Jesus name. Amen. Na mama, hii hali ya blindness ulizaliwa hivyo ama hiyo period ndo ilitokea, kulifanyikaje? Okay. Sasa kuhusu macho yangu nayo, mimi nilikuwa tu nafanya kazi. Nilikuwa pale Kiambu kwa government.
huko nilikuwa ninafanya kazi. So jioni tulikuwa tunatoka tunaenda kutia sahihi 5 ndio tuende sasa nyumbani. Sisi tukaenda na marafiki wangu wa mama wawili. Tukienda kutia sahihi kwenda nyumbani, kuna mahali panaitwa Red Nova. I know you know the place of Kiambu. Mahali panaitwa Red Nova. Hapo kulikuwa na miti. Sisi tunapanda tu, tumefurahi, tumemaliza kazi yetu. Sasa unaona ni venye tu mnaenda mnachapa tu stories zenu mkielekea manyumbani. Si from nowhere mti branch ikatoka juu. Ikakuja ikanigonga hii jicho. Si unaona kuna jicho inakuwa ni kama sawa kuliko ingine. Hii jicho ya left ndio niligongwa na mti. Kugongwa na mti, mimi nilidhani ni huyu tuko na yeye alinifanya nini? Amenislap hii side. So nilisikia uchungu sana, uchungu mpaka nililia. So huyu mmoja anaitwa Gasheri, tuka tunamnickname Gasheri, akaniambia usijali, ni mti umetoka juu ndio imekugonga. So niligongwa ni kama hivi tu, nimeshuka nywele, nikagongwa hii branch moja ilinigonga hapa, ingine nayo ndio ilikuja ikagonga macho. So nilikaa for a month na wiki 2 na nusu, nikisikia tu uchungu kichwa. So vyenye nilikuwa tu ninaenda hosi. Kuenda hosi sasa nikapelekwa ile hosi nilienda hapo Kiambu, wakanipe ribaro niende hosi kubwa sababu waliona kuna shida kwa macho. So vyenye nilienda, daktari mwenye naye aliniona na hii alikuwa naona iko zuri sana. So akienda kufanya operation na kwambia my friend Purity, kutoka hapo mpaka leo macho ikaenda hivyo. Na nilikuwa namuona Baba Faith, yani my husband, alikuwa anamwambia wachana tu na hii jicho hii, tunaona hii jicho sio mbaya, hii ndio alioperate hii ingine. Akasema ati anaona damu. Okay, wakati nilikuwa na shida ya watoto, nilikuwa nimefikiria sana mpaka skari ikakuja. So hiyo wakati kulikuwa na shida kidogo ya jicho huko ndani. Anasema kuna damu anaona huko. So unaona na haikuwa na shida ingine. Wakati anaenda kunifanya operation, tukamwambia juu tulikuwa tunakuja juu ya hii jicho ya left, juu ya kugongwa, hatukuwa na shida ingine. Si uachane na hii udumie hiyo ingine. Akasema hapana. Unaona hii jicho ikiwa na shida itavurutwa na ingine. Kwa hivyo hebu kwanza tutengeneze hii. So baba Fifi akaona hebu tuache kungangana na yeye. Juu yeye ni daktari, labda kuna kitu anaona cha muhimu kutuliko. So vyenye nilipelekwa theater, nikaingia tu, na ninakwambia nakumbukanga tu vyenye aliingia kwa theater, akikuja tu nilimwona and alikuwa Indian man. Kwa hivyo unaona sijui ni vyenye tuliambiwa na sisi mawazo yetu Afrika tukiambiwa ati tunajua Wahindi ndo wanaweza hiyo sekta. Unafurahi, unaona huyo ni professional. So tunaonanga huyo hatutaki kusema sana. Mungu juu mimi nasemanga yote yanawezekana na yatendeka kwa sababu ya Mungu akijua. Sitakangi kumlaumu sana, lakini huyo alikuwa backdoor. Alitokea backdoor huyo daktari. Hakuwa anasomea vizuri. Imagine naenda kutoka hiyo siku mpaka wa leo macho yangu ilienda hivyo. Nakaa hivyo sasa, lakini namtegemea Mungu na namtumainia Mungu aliyenipa watoto. Ako tu katika kiti cha enzi na atakuja wakati wake na anaweza rejesha hii macho yangu. Najua tu kwa imani yote yanatendeka, na nina imani ya kwamba nitaona tena. Kwa sababu mimi sio kama wale ambao walizaliwa vipofu. Kwa hivyo najua kuna kara yellow, kuna kara blue, kuna kara green, hizo zote najua. Sasa mwenye alizaliwa akiwa kipofu, anajuaga na kufeel ati hii ni color. Yani sio ati anajua ni nini, just feel it. Siku hizi hata mimi na feel. Kama ukiniona wakati mmenipea hii kiti, nimekuja tu ninaifeel, nione chini yake iko wapi, ama iko juu, ama iko wide yake, unaona? Sasa ni kufeel, I do feel it nowadays. Lakini najua tu kwa wakati wa Mungu, kwa sababu hata kawia sana hivi karibuni Purity na watazamaji wenzangu
hivi karibuni nitarudi hapa. In Jesus' name, amen. Nikuje niwaambie, Yes. aliye juu mbinguni amenirejeshea macho, kwa sababu kwake hakuna dustbin. Amen. Kuna kila kitu, store ya kila kitu tunamuomba. Atanirejeshea na niko na imani ya kwamba nitaipata na ninaendelea tu na maisha yangu. Amen. Na mom, what are some of the challenges umepitia na hiyo hali? Hii hali imekuwa hali ngumu sana. Hata fadhali hiyo ya watoto, hii ya upofu imekuwa mbaya sana, sababu Purity siwezi tembea peke yangu, mpaka na niwe na mtu wa kunisaidia tutembee na yeye. Kwa sasa hizi umeona nimekuja na mtoto wangu. Siwezi tembea peke yangu hata kama ni mimi. Sasa hizi nilikuwa nimejikataa. Unaona, kujiona yani sifai kwa maisha. Nilikuwa naona sifai. Kwanza wakati nilipata tu upofu, mpaka bwanangu tu mwenyewe akiwekewa chakula nisikie ako hapa mbele yangu mezani. Mimi maisha yangu yote nilikuwa nakaa hivi. Na inama tunachukua kijiko na kula hivi. Sitaki nimwangalie hivi. Tunaona na ananiambiaga hapo ananiangalia, lakini mimi fikira zangu zinaniambia mpaka bwanako anakuangalia. Sasa na inama sitaki anione. Juu nilikuwa nasikia mpaka na fununu. Sasa wewe hautakikani mpaka na bwanako atakutupa, sababu hataki mtu akupelekana na yeye akiwa kipofu. Lakini bwanangu amenishika. Alisema Amen. Kama vile alisema tukiwa kwa uwanja ya kwamba kukiwa na umati mkubwa sana Purity, kukiwe na ugonjwa, kukiwe hakuna ugonjwa, kukiwe kuzuri, kukiwe na utajiri, kukiwe na umaskini, tutakuwa pamoja. Ameniambia tutapelekana na wewe mpaka mwisho wa dahari. Amen. Mungu ambariki. Na naombea tu Mwaura mahali alipo. Mungu ambariki. Yes. Kwa maana sijasikia wazee wengi wako na yeye na roho kama yake. Mungu tu ambariki mahali alipo. Na hiyo upendo ako naye ya kunipenda. Manake charity ziko nyingi Purity. Mnaenda, unaona hata mkienda kanisani, mnaenda saa kupokea. Bwanangu ananishika mkono hivi. Tunapelekana ndio niende nipokee nini? Meza ya Bwana. Unaona mpaka anishike mkono. Tukienda unasikia watu wengine. Rafiki yangu akakuja akaniambia, "Aki, Mama Faith, unajua kuna mmoja rafiki yako mmoja alikuwa anasema." Sasa rafiki ndiye alikuwa anakuja kuniambia, kuna mama alikuwa ananiambia sasa rafiki ati huyo mama na yeye wanakuja wanashikana mpaka kanisa, wanakuja wanataka kutuonyesha upendo mpaka kanisani. Hajui mambo ya upendo inaachwa kwa nyumba. Mtu anastahili kuonyesha mwanake na bibi yake mapenzi huko nyumbani, anakuja kutuonyeshea mpaka kwa nyumba ya Mungu, atuonyeshe tu mpaka atamshika mkono. Hakuwa anajua mimi ni kipofu. Oh no. Hakuwa anajua hali yangu. So ile wakati alipoambiwa hivyo, wakati aliyoambiwa vyenye niko, huyo mama alianza kulia. Na akaniombea sana. Najua na ndio maana si vizuri kujudge. Because huwezi jua kenye mtu anapitia ama hali yenye yuko at that particular moment. Mama, ungetaka kuambia nini mtu ako nyumbani anapitia challenges? Ama kuna kitu imefanyika yenye hakuzaliwa nayo na ana feel venye unasema ulikuwa na feel kujikataa. Ulifika mahali gani ndio ukajikubali? Where did you get like your encouragement and your source of strength? Encouragement yenye nimekuja na kuipata Purity. Ni watumishi sana wa Mungu wamekuja kwetu. Amen. Wanakuja kuni encourage, wananiambia Mungu yupo. Na tukojee wakati wa Mungu. Kwa maana kuna wakati unapitishiwa tu kwa moto, lakini Mungu anataka upitishiwe kwa hiyo moto, lakini ukitokezea utatoka kama ile nyungu. Unasikianga ile nyungu tu ikipitishwa tu kwa moto inapika mpaka ile githeri ya jae. Sijui kama unaijua hiyo. Ikipikwa hiyo na hiyo nyungu haitapasuka hata moto ikiwa aje. Kwa hivyo hata wewe Mkristo mwenye uko hapo, hata kama hujaokoka na unapitia challenge inakaa aje, nini nitaka kukuambia, nikufahamisha hata mimi nimepitia. Ya kwanza umesikia tu sikuwa na watoto. Nikamngojea tu Mungu ndio huyo akakuja. Amen. Sasa mimi ni mama watoto. Hata kama nilikuwa nimepewa majina
ya kwamba huyo ni mama tasa. Juu hiyo tu ilikuwa huyo, unasema ule anitasa, unaona ule hazayangi, utapewa majina na ni lazima badiko majina. Lakini wakati wa Mungu kukuja kugeuzia file ni karibu tu, na watahaibika kabisa. Na wenye watakuwa tu wakikuchekelea, mtakula tu meza moja, my friend. Ngojea tu Mungu, usiaibike. Ngojea Mungu aliye juu mbinguni, anajua wakati wa kukuja na akusaidia, akuinue tu kwenye umetupwa na watu. Kama uko kwa matope, amkafua nguo yako, uipige pasi, pelekana na mwendo salama. Mungu atakusaidia na ufike mpaka kwenye unaenda. Mi kwanza wakati nilipotea macho 2017 yote nilifika hata kanisa the whole of 2017 sikutoka kwa nyumba. Siku anataka kusikia mahali kuna watu wengi. Nikisikia tu step za watu wakikuja, naambia watoto mfunge, muambie mimi sipo hapa, hata kama ni nani anakuja. Mimi siku anataka kuonekana na mtu. Juu tu nilikuwa naona Purity huyu anakuja sasa aone mahali nimefika, ndio aende aeneze huyo mahali tumemwacha sasa ni kukufa na kufa. Lakini nakwambia tu mtazamaji, hata kama ni wewe uko hapo, uko na mtoto kiwete, uko na mtoto kipofu, uko na mtoto hana mikono ama hana nini, mtie nguvu. Wacha kumficha, mtokelezea kwa community. Unajua Mungu akiona tu unapenda huyo kiwete, anaona tu unapenda huyo kipofu, naye Mungu atakupea njia, atakupea nguvu, na utaona Mungu atakusaidia, akupee destiny connector. Ndio akusaidie ufike mahali wenye wengine hata hawajafika. Kwa hivyo usitupe mwenye ni kipofu, usitupe mwenye kona challenge, usimfiche kwa nyumba ati wengine wanafichanga mtu kwa nyumba wanafungia. Hapana, isikue hivyo mtazamaji. Wewe tokelezea tu, mtokeze hapo nje. Ukimficha ndani ataonekana na mtu. Mtokezee tu pale nje, na ndiye Mungu akiona tu kweli kwa roho yako hakuna kitu mbaya uko nayo, uko na roho tu ya kumpenda, na yeye Mungu atafungua milango, atakubariki. Kama vile amenifikisha hapa, najua tu ni mipango ya Mungu. Na ni milango yangu inafunguka katika jina la Yesu. Amen. I love the way Mambado you still passionate about God. Number one, alihakikisha amekufanyia muujiza before hii yote ifanyike. Do you know some of these things inafanyikanga for your testimony and for the glory of God. By the way, God hakuna kitu yufanya yenye hatakangi impatie utukufu. So unaweza pata alikupatia watoto, ndio hata ukipata hiyo upofu itakuwa ya ku-encourage watu huko nje, na one day utaona mama. And then the fact that ulikuwa na serve Mungu before all this happened. Before when you were younger, ulikuwa unaimba kwa choir, and you were serving God, ukapata husband kwa nyumba ya Mungu. The same God mwenye amekuleta from this far, he is able to sustain you and to make you even stronger, even to cause you to communicate. Like when umekuja hapa, so many people are watching, na najua wamekuwa encouraged. And you who is at home, feel encouraged to know that disability is not inability. God can use that situation for his glory and also for your uplifting. Do not give up on God, because God has not given up on you. Imagine kange give up na wewe, unge die. You could not even be alive. But the fact that you are alive, he has a purpose for you. And you are blessed. And don't forget to pray and trust and be hopeful and encourage someone who is having the same situation. You may be watching, but you're okay. Maybe you know someone who is going through that. Bless them, pray for them, support them morally. Kwanza, moral support is everything. They need you, be there. They need you to pray for them, be there. Like, stand with them and God will bless you. God can use that person to uplift you. So don't give up on them and don't give up on yourself. So take care, God bless you, and till next Tuesday, watch Against All Odds always. Yes, and I was your host, Purity Gathoni. Pale mtandao, tuko Facebook, tuko Instagram, tuko Twitter, tuko YouTube, Nuru TV Kenya.
Na Against All Odds iko Instagram, Against All Odds 254. Follow us and we will follow you back so that you will also be able to see our content. For those who support us, who send positive vibes, we thank you. Thank you so much even for being there, for being our viewer, hata kutune in Nuru TV. We thank you so much. And up on YouTube, we have so much content that will bless you. Stay safe together with your family and God bless you. Till next Tuesday, Baraka. Korago iborito na makiria riria rasharia uteithio gukuthino na ni wega tondu ni menyete uteithio wa gukuthi ndugiteithia mundu ihinda inene kaba uteithio wa iguru digishonoka papa gukuririra tagati mayo jonkeria Kanya